Halo, habari yako? Naongea na katibu wa wazazi kata ya Msongola. Sasa naomba nitoe maelekezo kuhusiana na wanachama wa jumuiya ya wazazi kipindi ambacho mwenge unapoingia ndani ya wilaya ya Ilala. Wajitokeze kwa wingi, na nyinyi ndio watendaji ninaotegemea kuhakikisha kuhamasisha mwenge wetu wa uhuru wa 2026 unaotua wilaya ya Ilala chini ya mkuu wa wilaya unapokelewa na wanachama pia wa jumuiya ya wazazi wanaonekana katika kata yako, na kila kata nimejaribu kuwaelekeza makatibu wote wahakikishe wanasimamia hilo, kwamba wazazi wanashiriki kikamilifu kuupokea mwenge wa uhuru 2026 kuanzia tarehe 13 mwezi huu wa 4. Mambo yatakwenda sawa. Naomba utaratibu huo ufanyike haraka. Naitwa Mtiti Mbasa Jirabi, ni katibu mwenye dhamana ya kiutendaji jumuiya ya wazazi CCM wilaya ya Ilala. Niko mbele yenu ndugu waandishi wa habari kwa ajili ya kuwataarifu kwamba jumuiya ya wazazi wilaya ya Ilala tumekusudia kuanza ziara ya kikazi, ziara ya kiutendaji, kuhakikisha tunaimarisha chama chetu, tunaimarisha Chama cha Mapinduzi, lakini tunaimarisha jumuiya ya wazazi. Tumedhamiria na tumejipanga baada ya uchaguzi wa serikali 2025 umekwisha. Tumepata mheshimiwa rais, tumempata waheshimiwa wabunge, lakini tumewapata waheshimiwa madiwani. Nadhani huo utaratibu nchi nzima mnaufahamu, lakini sasa chama kinakwenda kuimarika zaidi, chama pamoja na jumuiya zake, kuhakikisha wanachama pamoja na viongozi wake wanakuwa katika nyanja za kiuongozi, kuhakikisha chama kinaimarishwa, kinajengwa, chama kinakuwa chini ya mheshimiwa rais ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa mimi kama mtendaji wa jumuiya ya wazazi nimekaa tayari vikao, nimekutana vikao vyetu vya ndani kuhakikisha tunakuwa na maazimio ya kuanza ziara kwenda kwenye matawi, kuyafikia matawi, lakini kuzifikia kata. Sasa wilaya ya Ilala tuna kata 36, lakini tuna matawi 224, lakini tuna zoni hizi za kikanda kwa mujibu wa serikali. Zote hizi tunazifikia. Sasa jumuiya ya wazazi ni jumuiya pekee iliyobeba dhima kubwa ya kusimamia elimu, yenye majukumu ya elimu, yenye majukumu ya malezi, mazingira, afya, utamaduni pamoja na maadili ya taifa. Sasa kipindi hiki chote cha huu mwaka 2026 ni kipindi cha kazi, lakini hasa watendaji wa chama na jumuiya zake kwenda kufanya ziara kuimarisha chama na kuelimisha jamii. Sasa jumuiya ya wazazi tunakwenda kama kamati ya utendaji. Mimi kama katibu wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Ilala nitaongozana kwa karibu kabisa na wajumbe wa kamati ya utendaji kwenda kuimarisha jumuiya ya wazazi. Jumuiya ya wazazi ina wanachama wake, lakini jumuiya ya wazazi imebeba elimu. Tumeomba kule kwenye kata kuita kamati za shule. Kwa hiyo tutakuwa na kamati za shule katika kata husika. Kata kama kata ina shule ngapi, na kamati za shule zitakuwepo. Kata kama kata ina bodi ngapi za shule za sekondari, hizo kamati za shule zitakuwepo. Lengo ni nini? Ni kuchukua changamoto
za shule husika, kwa sababu imeonekana kuna changamoto nyingi na malalamiko ya wananchi yapo mengi, hususani katika masuala ya michango mashuleni, michango olela. Sasa tunataka tukae vikao vya ndani na hizo kamati tuzungumze, michango ipo, kama haipo, kama ipo tuzungumze nini tukifanya, tukishauri Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo jumuiya ya wazazi kazi yetu ni kukishauri chama, kwa sababu vikao vya chama viongozi wa serikali wanaingia, ni wajumbe ngazi ya mtaa, ambapo tunaita kwenye tawi anaingia mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ngazi ya kata ambapo tunaita kata anaingia diwani wa kata hiyo aliyochaguliwa mwenye dhamana na wananchi, ngazi ya jimbo alikadhalika mbunge, ngazi ya kitaifa, ngazi ya kimkoa unakuta wapo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya kwenye wilaya wanaingia kwenye kamati za siasa za wilaya pamoja na mkoa. Kwa hiyo nataka kuwaambia na kuwaalika wanachama wa jumuiya ya wazazi wote, maana jumuiya ya wazazi wanachama wake ni kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea bila kikomo. Kwa hiyo manake unataja dhima kubwa ya Chama cha Mapinduzi katika hili bwana. Kwa hiyo jumuiya hii ya wazazi inafata kanuni na maelekezo ya kanuni, lakini inafata katiba. Katiba ndio msaafu wetu wa kutuongoza kama sisi jumuiya, lakini sisi pia tuna kanuni ya jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo wanachama wote wako huku kwenye kanuni. Kwa hiyo tumewaalika wanachama wa jumuiya ya wazazi. Sasa ukisema wanachama wa jumuiya ya wazazi na ukifata kazi za jumuiya ya wazazi, kazi yake mojawapo ni kuelimisha jamii, ikiwa na maana kwamba ni wananchi. Sasa tunakwenda kukaa na wananchi, kuzungumza na wananchi, kuwaeleza kuhusu elimu. Awamu hii ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeboresha elimu kuanzia elimu ya awali mpaka kidato cha 6 imeboresha, lakini pia kuna miradi mingi ambayo tayari imejengwa katika shule zetu za msingi na sekondari. Tayari kule kuna kisemeo, ndio maana tumewaita maafisa elimu wa ngazi ya kata, tumewaita maafisa mazingira wa ngazi ya kata, tumewaita maafisa ustawi wa jamii ngazi ya kata. Na tukisemea masuala pia ya malezi, elimu malezi manake tumewaita maafisa ustawi wa jamii. Maafisa ustawi wa jamii watakuja kutueleza na tutakaa nao. Lakini pia kuna miradi mingi ambayo tayari imejengwa katika shule zetu za msingi na sekondari. Tayari kule kuna kisemeo, ndio maana tumewaita maafisa elimu wa ngazi ya kata, tumewaita maafisa mazingira wa ngazi ya kata, tumewaita maafisa ustawi wa jamii ngazi ya kata. Na tukisemea masuala pia ya malezi, elimu malezi manake tumewaita maafisa ustawi wa jamii. Maafisa ustawi wa jamii watakuja kutueleza na tutakaa nao. Katika kata hiyo kuna vituo vingapi vya kulea watoto yatima? Kuna vituo vingapi vya malezi ya watoto wachanga? Kuna vituo vingapi? Kuna shule ngapi ambazo zinafundisha watoto za chekechea? Hayo yote ni mambo ya malezi. Kwa hiyo utakuwa ni mkutano wa ndani na ni mkutano mzuri kabisa kutanabaisha, kuimarisha chama pamoja na jumuiya zake. Na watu nataka waamini na waelewe, jumuiya hii ni jumuiya ya wananchi, wasiogope kuja kwa ajili ya kujiunga na hii jumuiya. Na ndio maana tunakwenda na watu wanaoitwa TEHAMA kwa ajili ya kuhakikisha watu wanajiunga na jumuiya ya wazazi, lakini wanajiunga na Chama cha Mapinduzi kutokana na maudhui ya jumuiya ya wazazi.